Nusu ya wananchi wa manispaa ya Musoma mkoani Mara ambao wamehudhuria mkutano wa Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba wamesimama na kuwasilisha kero zao kwa kiongozi huyo, huku wakimpongeza Waziri Mkuu kwa kuendelea kuwa karibu na wananchi na kusikiliza changamoto zao, ambapo wamesema kuteuliwa kwa kiongozi huyo kuwa Waziri Mkuu ni mpango wa Mungu. Wananchi hao wamesema ujio wa Waziri Mkuu umeongeza matumaini mapya kwa wakazi wa eneo hilo, wakieleza kuwa serikali imekuwa ikionyesha dhamira ya dhati ya kuwatetea wanyonge na kuhakikisha kila mwananchi anapata nafasi ya kusikilizwa bila kujali hali yake ya kiuchumi au nafasi ya kijamii. Wakizungumza na George Marato TV kwa nyakati tofauti pembeni ya mkutano huo ambao umefanyika uwanja wa shule ya sekondari Mara, baadhi ya wananchi hao wamesema nchi yetu imekuwa na amani pale ambapo tunaona sasa kuna mtu anayesikiliza watu shida zao na kero zao tena moja baada mwingine. Kwa hiyo mimi ninachojaribu kusema kabla sijasema shida yangu, cha kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu aliyemfanya Rais wetu Samia Suluhu Hassan kumteua Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa ajili ya kueneza habari hizi za Watanzania kuwasikiliza live. Kwa maana hiyo ninapenda kusema kwamba Mungu amzidishie maisha marefu. Hili lingekuwa ni vizuri sana kama litaendelea kwa viongozi wote, hata viongozi wetu wadogo wadogo, wabunge na madiwani, halikadhalika na wengine wanapoitisha mkutano wa namna. Kwanza hii linajenga ule upendo, na ule upendo wa raia kumpenda kiongozi. Tanzania wengi ni wanyonge, lakini Watanzania wachache wanachukua madaraka yao kwa ajili ya uwezo wao. Wengine wana kipato, wengine wana ndugu. Kwa hiyo wanyonge wanapata shida sana. Lakini sasa hivi wanyonge tunaanza kupata nafasi ya kuongea, nafasi ya kupata haki zetu zinapotea kwa sababu ya umaskini. Naona sasa huyu amekuja kuokoa wanyonge. Inaonekana hii serikali inatambua wajibu wa wananchi na haki za wananchi. Kwa hiyo naipenda kuishukuru, iendelee kuwa karibu na wananchi. Naye Bi Regina Mlekwa, mkazi wa Musoma, ameiomba serikali kuwalipa stahiki zao katika viwanja vya Zanzibar ambavyo jeshi limevishikilia, kwani wanachotaka ni kulipwa fidia stahiki kwa viwanja hivyo na kurejeshewa ardhi yao ili waendelee na shughuli zao. Vile viwanja vile mpaka leo tumeshindwa kulipa, walishakuja kuthaminisha, lakini tumeshindwa kulipwa mpaka leo. Tukienda kwa mkuu wa wilaya hakuna kitu tunachoambiwa. Matokeo yake tunaenda kwa mkuu wa mkoa, anatuambia kwamba msubiri msafara wa waziri upite, baadaye tutakuja kukaa chini, lakini hiyo sio kweli. Tunachotaka sisi tusaidiwe vile viwanja vya Zanzibar tulipwe, kwa sababu lililoshikilia hivyo viwanja ni jeshi. Kama wataki kulipa, basi waturudishie viwanja vyetu sisi tujenge. Katika mkutano huo wa hadhara, baadhi ya wabunge wamepata nafasi ya kuzungumza, ambapo mbunge wa viti maalum mkoa wa Mara Mheshimiwa Agnes Marwa na mbunge wa Tarime vijijini Mheshimiwa Mwita Waitara na Mgore Miraji wa Musoma mjini walikuwa na haya ya kusema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimpongeze sana mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri aliyoifanya ya kuwatetea na kuwatendea wananchi haki na haswa wananchi wanyonge. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kipindi ambacho mimi nikiwa madarakani, kipindi cha miaka 10 na hiki ni kipindi cha 3 sasa, Mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya jambo zuri sana la kuwatua wakina mama kuni kichwani, ameeneza majiko ya gesi, na mpaka sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika gesi ambazo Mheshimiwa wetu Rais ameweza kuleta katika Tanzania nzima, ameshakwisha leta gesi 19,530. Kati ya hizo namshukuru sana Mheshimiwa Rais, aliwapendelea wanawake wa mkoa wa Mara, na mimi sikuwa nyuma kama mbunge wao, basi nilikwisha wapelekea wakina mama hawa kutoka kata zote za mkoa wa Mara. Nimekwisha wafikishia wakina mama wote gesi 2,900. Piga makofi kwa Mama Samia. Huwa ninaunga bajeti mkono mara zote, lakini bajeti ya mwaka huu
nilipiga kura ya ndio ya kishindo, na nilipiga ya kishindo kwa sababu katika bajeti hiyo niliona kuna fedha ya kumalizia uwanja wa ndege wa Msoma, tupate ndege hapa Msoma. Katika bajeti hiyo niliona umetenga bilioni 46 ili kujenga jengo la utawala wa abiria kule Mwanza kanda ya Ziwa. Kwenye bajeti hii kuna bilioni 302 uwanja wa ndege Serengeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yaani mimi mtu wa Tarime nusu saa tu niko Dar es Salaam, ukijenga uwanja wa ndege pale Serengeti ngumu. Kwenye bajeti hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeweka fedha ya kumaliza mradi wa maji kutoka Rorya, Tarime, Mugabiri, Sirari, watakunywa maji ya kutoka Ziwa Victoria. Kwenye bajeti hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, Watanzania na hasa mkoa wa Mara, hasa Tarime vijijini, wanataka umeme kila kitongoji. Mheshimiwa Rais ameahidi 2030 kila kitongoji kina umeme. Bajeti hii imeanza kuelekeza fedha kufanya kazi hiyo. Mara baada ya wananchi na wabunge kuzungumza, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akatumia jukwaa hilo kutoa majibu ya serikali kutokana na kile kilichowasilishwa na wananchi. Hatutakuwa na mzaha na mambo yanayohusu uadilifu, uwajibikaji, usimamiaji wa haki za raia, ili Watanzania wapate hiyo furaha ambayo Mheshimiwa Rais amewaahidi. Na mimi niwaambieni, mimi maisha ya Tanzania sijasoma tu vitabuni, nimeyaishi. Najua maisha ya Tanzania, najua, sijasoma kitabuni. Najua Watanzania wanapolipa kodi hawalipi kwa sababu wana fedha nyingi sana, wanajibana ili tupate huduma nzuri hospitalini, wanajibana ili watoto wao wasome shule, wanajibana ili wapate barabara, wanajibana ili wapate maji. Akitokea mtu akaanza kuiba alafu unataka tumpe heshima, mimi hiyo haipo. Tunawafukuza wanaofanya, watakaobainika, watakaothibitika wamefanya mambo ya aina hii. Sambamba na hayo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka watumishi wa umma kuwajibika, kuwasikiliza wananchi pamoja na kusimamia kwa uadilifu, weledi na uwajibikaji bila kuangalia kuonekana mzuri kwa watu. Jambo linaloweza kufanyika leo lifanyike leo, lisisubiri kesho. Tumekuwa na udhaifu sana kwenye kusimamiana. Kila mtu anataka awe mzuri kwa kila mtu. Umepewa nafasi ya kusimamia, unataka uonekane mzuri. Zipo idara ambazo kwenye 100% ya watumishi walionao unakuta 20% ndio wanafanya kazi, 80% wanaenda kazini. Na wasimamizi wapo tu. Kama tunataka kupiga hatua kwa kasi ya kukimbia, haya lazima tuambizane na tuchukue hatua. Kwa wasimamizi wote, msitafute kupendwa. Tafuteni kazi ifanyike vizuri, mtapendwa. Usitafute kupendwa kwa kuonekana mzuri, Mr. Nice. Na mimi nimesema wezi, wavivu, wazembe wala msiwahamishe. Wakishagundulika itathibitika, fukuzeni. Tuna watu wengi tu wa kuweka hapo wafanye kazi vizuri. Kadhalika amesisitiza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hataki kuona mzaha kwenye masuala yanayogusa ustawi wa wananchi, ikiwemo usalama, afya na maendeleo. Mheshimiwa Rais amejitahidi sana kila eneo kujenga hospitali. Amejenga zahanati, amejenga vituo vya afya, amejenga hospitali za wilaya. Lakini hajaishia hapo, amenunua vifaa vya kisasa vya upimaji, vya uchunguzi. Zamani tulikuwa na MRI Dar es Salaam peke yake. Kwa sasa hivi kila hospitali za rufaa zina MRI. Tulikuwa na CT scan 12, 13 nchi nzima. Rais amenunua CT scan 45.
Sasa hivi kila hospitali ya mkoa ina CT scan, lakini hakuishia hapo. Rais amepeleka fedha kwa ajili ya kununua dawa. Tukienda kwenye taarifa, kila eneo tunaambiwa utoshelevu wa 90%, 95%, lakini kila mgonjwa akienda hospitalini anaambiwa akanunue dawa mtaani. Mtaa unatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Kioski kinatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kuipata? Na hiyo 94% ni dawa zipi? Nyinyi mnanunuaje dawa hapa? Mnakuwaje na utoshelevu wa 90%, alafu wagonjwa wanaishia kumuona daktari na maabara kwingine kanunua dawa? Nimewaelekeza wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kufuatilia bajeti kwanza inayopatikana ya dawa, zimekuja shilingi ngapi, zimenunua dawa gani, na hizo dawa ziko wapi. Nilienda mkoa mmoja huko, nikatumia vyanzo vyangu, nikaambiwa dawa zipo. Wananchi wanaambiwa wakanunue dawa mtaani. Nimewauliza, ninyi kwa nini mnawaandikia wakanunue dawa mtaani na dawa zipo? Nasema unajua, tulipozipokea tuliandika jina la kiwanda, kwa hiyo tulisahau tukajichanganya. Upuzi kabisa. Unachanganyaje? Ulipopokea uliandika kitu gani? Hii ni michezo ambayo inavunja haki za watu. Rais ametoa fedha kwa ajili ya dawa, na wengine nawajua